Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo ni ya kipekee, ya baraka ambayo tumepojaliwa neema ya kuwa hai. Usiku karibu tena, ikiwa leo ni siku ya Jumatano. Kama kwa kawaida tukutana hapa katika kusemezana kupitia neno la Mungu katika mazungumzo haya. Nashukuru Mungu kwa sababu amekulinda tangia tulipokuwa hapa siku ya Wednesday hadi leo. Tunamshukuru kwa yote ambaye ametufanyia. Yeye ni wa dhamana wa baraka zaidi katika maisha yetu. Samahani tumeanza kuchelewa, mitambo kidogo hitilafu, lakini nashukuru Mungu kwa hiyo neema. Wewe ambao uko pale mtazamaji, msikilizaji ambao uko pale jumuika pamoja nasi kwa ajili ya kusikiliza ama kusemezana katika neno la Mungu. Karibu sana na Mungu atunemeshe tunapoanza mtembeo katika umoja. Baraka za Bwana na amani ya Bwana iwe juu ya maisha yetu. Nataka niombe nafasi hii kuomba Mungu ili aweze kutupa nafasi ama aweze kuingilia kati ya kile kitu ambacho tunakifanya hapo usiku wa leo. Aweze kutangulia mbele ya kila jambo ili tuweze kutenda katika makusudi na mapenzi yake. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Umekuwa upendo wa dhamana katika maisha yetu. Umetuzingira katika pendo lako. Umetuongoza katika nguvu na mamlaka yako kufika wakati na majira haya. Nasema asante Baba. Namwombea mtazamaji Mfalme mahali alipo ukaweza kumbariki. Wacha neema yako izingire maisha yake. Kila uovu wa shetani, minuko yote, giza lote Bwana ukapate kuondoa. Namtakia baraka, ushindi na mema katika maisha yake. Naomba ukaangaze tunapozemezana katika neno hili Mfalme. Naomba ukaweze kutangulia, utupe ufunuo katika roho wako, tutende katika mapenzi yako. Pokea sifa, heshima, uweza na utukufu kwa kuwa wewe ni Mungu wa dhamana. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Karibu sana. Leo tunaenda kusoma katika kitabu cha Waefeso mlango wa 2 kuanzia mstari wa 1 hadi 6 ili tuweze kuona kile ambacho Mungu anatuambia katika neno lake. Kwanza kabisa andiko linasema kwamba Mungu ni neno. Naye neno ni Mungu. Kwa hivyo alishuka ili kutufunza kupitia neno lake ambao ni mawazo yake. So ni Mungu mwenyewe ambaye anazungumza. Na maandiko yanasema kwamba kila neno lenye pumzi lafaa katika mafundisho. Inajua tunapata neno kwa njia tofauti tofauti. Inafundishwa kote kote kila mahali. Lakini iwapo tunaweza kusoma neno ama kufunzwa neno na tukose ile ufahamu wa kuelewa neno la Mungu ama liko na impact gani katika maisha yetu, then halitakuwa linatusaidia. Sasa nataka tuangalie hapa katika kitabu cha Waefeso ni ushauri gani ambao tunapewa kupitia neno la Mungu. Yale ambayo Mungu anataka tuweze kukua ama tuweze kuyafanya ni mambo aina gani ili kuweza kukamilika katika safari ya mbinguni. Kwa hivyo nataka ukiwa na Biblia yako, nataka tuingie kwa pamoja katika kitabu cha Waefeso mlango wa 2 kuanzia mstari wa 1 na tusome kwa neema yake Mungu. Basi neno nasema hivi: ninyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Neno linatuambia kwamba ninyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi ambazo zilitendeka. Kwa hivyo tulikuwa watumwa wa dhambi. Na maandiko yanasema kwamba tulikuwa wafu wakati mtu hamjui Mungu ama wakati mtu yuko nje ya wokovu. Katika maeneo ya mwili unaonekana kuwa mtu aliye hai, anatembea, anaweza kufanya 1, 2, 3. Lakini kuna siri fulani katika ulimwengu wa roho hauelewi. Na andiko linatufahamisha kwamba hapo wakati mtu haumjui Mungu, andiko linatubeba kama watu waliokufa, waliosaulika. Ndio katika mwili tuko hai, lakini kumbe kuna uhai wengine ambao tunafaa kufuatilia
ili tukaweze kujua ni sehemu gani tutakayokuwa nayo katika uhai huo. Sababu andiko linasema, kama linasema kwamba mlikuwa wafu wakati wa makosa na dhambi. Watu walikuwa wafu wakati wa makosa na dhambi ambazo nilizitenda zamani kwa kufuata tamaa na mienendo ya dunia, pattern ya ulimwengu huu. Makosa hayo yalitubeba kuwa wafu, watu wasiokuwa na uhai. Manake Roho wa Mungu akiwa ndani yako, basi roho uhai anakupatia uzima, na uzima ambao tunapokea ni uzima wa milele. So wakati mtu yuko katika dhambi, huyu mtu anahesabika kama miongoni mwa watu waliokufa, sababu hakuna kitu ambacho kinamuunganisha na Mungu. Kwa hivyo hapa inamaanisha kwamba ndio tuitanishe kwa wana wa Mungu, kunapasa kuwa na kitu ambacho kinatuunganisha na Mungu. Na ndio maana andiko nasema ya kwamba asiyekuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Sasa wewe kama hauna roho wa Mungu, wewe ni wa nani? Wewe si wa Mungu. Maana yake andiko linajifunua wazi kabisa kusema kwamba wakati ule wa zamani, andiko linazungumza kwa mtu ambaye ana exist, sio mtu ambaye amekufa na kusaulika katika mwili, lakini ni mtu ambaye yuko hai, ana exist katika mwili. Lakini andiko linatufunulia kumaanisha tuko na maisha mara mbili. Kuna maisha ya mwili, maisha ya kawaida, lakini pia kuna maisha ya roho ambayo mienendo yake yanatupasa tuenende katika utakatifu. Na ndio maana neno linasema kwamba nyinyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Inaongelea mtu ambaye aliexist, akawa katika njia fulani ama katika tabia fulani ambayo haikufuatana na mawazo ya kibingu. Huyu mtu anasemekana kwamba anaonekana kama mtu ambaye yuko hai, anatembea, lakini andiko, ukisoma katika andiko linakuambia kabisa huyu mtu macho ya mwili yanaonekana kwamba yuko hai, lakini katika ulimwengu wa roho unapotafutwa katika network ya mbinguni haupatikani. Na inasemekana kwamba makosa haya ya dhambi zetu ilitendeka wakati wa zamani, ambazo mliendea zamani kwa kufuata kawaida. Sasa mliendea kwa zamani kwa kufuata ukawaida, na maanisha ni mtu ambaye alikuwa hai, ama ni mtu ambaye yuko hai katika mwili, lakini katika roho, anapotafutwa katika roho haonekani, hayuko mahali popote. Kwa hivyo anasema tuliendea katika ukawaida. Kuna mambo ambayo unayazoelea katika ukawaida, inamaanisha katika ukawaida huo huenda kuna viwango utafika, utaenda katika mwili, hautaweza kutenda mapenzi ya Mungu, hautaweza kufanya ukamilifu wa Mungu. Kwa sababu gani? Huko katika ukawaida na mazoea. Kwa hivyo mazoea ya ulimwengu huu na ukawaida wa ulimwengu huu inaweza kukunyima nafasi karibu na Mungu. Mstari wa maandiko yanatuambia vizuri kabisa hapa, katika ulimwengu huu na kwa kufuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa waasi. Wana wa waasi inamaanisha kuwa muasi, inamaanisha umetoka katika tabia za kiungu, umeachana na mapenzi ya Mungu, umeacha kufuatana na Mungu, umeingia katika uasi. Yaani umerebel. Yaani umesikia sauti ya Mungu kinena, lakini ukajiambia kwamba sitafuata ama sitatii hiyo sauti. Wewe unafanyika kuwa muasi. So yanasema kwamba hiyo roho iko inayetembea na kuingia katika wana wa waasi. Wale watu ambao hawana utambuzi katika jina la Mungu. Hao ni wale watu ambao wameamua kuishi maisha ambao wanataka katika ulimwengu. Na ndio maana andiko nasema kwamba tuliziendea zile tamaa za mfalme wa ulimwengu huu na kazi zake mbovu ambazo wana wa uasi wanaendelea kuzitenda. Kwa hivyo wapenzi watazamaji, neno linatuhimiza hapa ya kwamba, ama tunapoangalia kwa undani tunaona kwamba kuna maisha mengine ambayo tunapaswa kuishi kando na haya ambayo tunaishi katika mwili. Maisha ambayo yatatuunganisha na mbingu na yatatupatia nafasi katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo Mungu akiwa wakili wetu na Roho Mtakatifu anapotusaidia, tunaweza kubadili nia zetu na mienendo yetu kwa kufuata njia ya haki na matendo mema. Mstari wa 2 nasema hivi, mstari wa 3 inasema hivi, ambao zamani sisi sote nasi tuliendea kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia
yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Basi andiko linatuambia kwamba ambao zamani sisi nasi pia tuliendea katika tabia hiyo. Wakati ambapo ulikuwa haujamjua Mungu, wakati ambapo ulikuwa hujajua njia ya ukweli, kuna njia ambazo ulikuwa unapitia, kuna mali ambapo ulikuwa unafika, yani au kukuwa unahofia ama uko unaogopa kuishi maisha ya anasa, maisha ya dhambi, maisha yasiyoenda katika njia za Mungu, maisha yasiyompendeza Mungu. Haukuhofia kuishi katika maisha hayo, ilikuwa ni ukawaida, kwa sababu umezoelea katika hiyo hali ya ukawaida, kwa tamaa za ulimwengu, kwa tamaa za mwili, umezoelea katika hiyo ukawaida. Na ndio maana tunaambiwa ikiwa dhamira yako imekufa, mdeni utaishi kulingana na tamaa ama na tabia za ulimwengu huu. Lakini mtu ambaye anafuata mawazo ya Roho Mtakatifu, huyo ni mtu ambaye dhamira zake ziko hai. Anapofika maeneo pa kufanya kitu kiovu ambacho kimpendezi Mungu, basi dhamira hiyo itaweza kumzungumzia na kumwambia kabisa kitendo ambacho unataka kutenda hakifai na si cha dhamana mbele za Mungu. Kwa hivyo tunaambiwa zamani hizo tuliendea katika hizo njia za mfalme ambao ni ulimwengu huu, njia za tamaa na hasira ambazo tulikuwa nazo zamani hizo kabla hatujamjua Mungu. Now the Bible is talking about the past tense, not the present, not the future, but is speaking about the past tense. Now let me tell you, or let me advise you, a sinful way should be your past, and don't go back to the past, because the Bible says that ya kale yamekwisha, mambo mapya yamekuja sasa. Tazama, ya kale yamekwisha, yamepita, ni mambo mapya yamekuja sasa. Na kwa sababu tumemtambua Mungu, inamaanisha kabisa tumekuwa renewed our strength, tumekuwa revived. Sisi ni watu wapya tena, hatuko katika tamaa na mawazo ya kiulimwengu huu. Zamani hizo za kale tunapaswa kuwa tunazungumzia hapo, si wakati huu, lakini zamani hizo za kale, wakati ambapo tulikuwa hatujamjua Mungu, wakati ambapo tulikuwa hatuenendi katika njia za Mungu. Zamani hizo za kale tuliishi katika tamaa za ulimwengu huu, tulifuata mawazo ya mwili katika ulimwengu huu, zamani hizo za kale. Lakini kwa majira haya, watu naojua Mungu, tunapaswa kuwa na mienendo tofauti na tabia tofauti katika kumcha Mungu na kumtumainia Mungu aliye hai. Kwa sababu gani? Tumeitwa tuweze kuwa vielelezo katika ulimwengu, katika mataifa. Watu wanapotutizama waweze kuona mambo tofauti katika maisha yetu, waweze kuona nuru na taa ikiwaka katika maisha yetu, ili mafanikio ambayo tunatafuta katika ulimwengu wa roho ama katika ufalme wa mbinguni tuweze kuyapokea, kwa sababu sisi tumeteuliwa kuwa wateule ama watakatifu watakaorithi sehemu takatifu ambayo ni ya Mungu. So maandiko yanazungumzia kuhusu mambo yaliyopita, yanatukumbusha kwamba zamani hizo mliishi kulingana na tamaa za mwili na mambo na mawazo ya mtawala na mfalme wa ulimwengu huu. Lakini sasa wakati tumekuja katika ufalme wa mbinguni, then tunapaswa kubadilika. Sasa lakini unapata kwamba kuna watu bado wanaishi kulingana na pattern ya ulimwengu, wanaishi kulingana na tambaro na tamaa ya ulimwengu, wanaishi kulingana bado na mawazo ya ulimwengu, na ili hali tumecross the other side of the road. Let us pursue righteousness and embrace holiness, kwa sababu huko ndio mahali ambapo tumeenda. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo mlango wa 23 kuanzia mstari wa 27, maandiko yanazungumza kuhusu Mafarisayo ambao wanaonekana kabisa kwa nje wako hai, wanaonekana wasafi kwa nje, lakini maandiko yanawaita kuwa makaburi wanaotembea yaliyopakwa chokaa. Kwa nini nazungumza mambo kama hayo? Ni sisi tunapoenda katika nyumba ya Bwana, tunavaa suti nzuri, unavaa rinda nzuri, una mtazamo mzuri, nywele umetengeza vizuri, umeumbika, umepaka makeup, unaonekana kwa mtazamo mzuri sana katika nje. Lakini tunapoingia ndani, je, kuna unganisho wote katika Roho Mtakatifu? Je, tunakubalika mbele za Mungu tunapoingia katika kilindi cha mioyo yetu? Mahusiano gani ambayo tuko nayo na Mungu? Ama sisi ni wale ambao andiko linazungumza ikisema kabisa sisi ni kama chokaa, ama ni kama makaburi yaliyopakwa chokaa, makaburi yanayotembea? Ni wale watu ambao wanajua neno, lakini neno halina msaada kwao. Wanafahamu neno, lakini hilo neno hawalifuati, hawalishikilii, hawaishi kulingana na neno. Hao ndio watu ambao maandiko yanasema kwamba ni makaburi, ama ni makaburi yaliyopakwa chokaa, ambayo yanaonekana kwa nje ni masafi, ambayo yanaonekana ni ya dhamana, lakini unapoingia ndani andiko nasema kwamba nimejaa mifupa na harufu mbaya. Ni jambo gani ambalo linakufanya urudi katika your past? Because
When the Bible speaks about the past, nasema kwamba yale tuliyokuwa tunayatenda, na sasa tumekuja katika mtazamo mpya, tumekuja katika njia mpya, njia ya wokovu, njia ya kweli. Tumekuja katika njia hiyo. Sasa ni jambo gani tunapaswa kufanya? Tunapaswa kutafuta haki ya Mwenyezi Mungu ili awe karibu na maisha yetu, mawazo yetu yakaweze kubadilishwa. Kuna mtu mahali alisema kwamba wakati ulisha at once saved always saved. Na kuna mtu mwingine anasema kwamba wakati ambapo umeokoka na unamjua Mungu, wewe ukiwa Mkristo, mbinguni utaingia tu. Nataka nitoe mawazo yako pale. Hauwezi kuingia mbinguni tu kwa sababu unamjua Mungu. At the mention of the name of Jesus Christ, that unasema kwamba heaven belongs to you. So you can just live anyhow. Unaweza kuishi vile unataka, unaweza kufanya vile unataka, ukijua kabisa niliitwa kwa jina la Mungu na mimi sasa nimepokea wokovu na mimi sasa ninaenda mbinguni. Maandiko yanasema kwamba tufanyie kazi, yani that we should work on our salvation with fear and trouble, because hatujui kama Mungu akikuja tutaingia katika ufalme mbinguni ama matendo yetu maovu yatatuzuia katika mlango wa mbinguni. Kwa hivyo, wapenzi watazamaji, nataka tuwe na mawazo kwamba Mungu anazungumza na watu walio hai ambao akiwatazama kwa mtazamo wa nje anaona wako safi, lakini katika ulimwengu wa roho anaona hao watu wamekuwa kama makaburi yaliyopakwa chokaa nyeupe. Ndani yao kunaonekana hakuna kitu, kuna uvundo. Mambo gani ambayo yako ndani ya maisha yako? Mambo gani ambayo yako ndani ya moyo wako ambayo kwa uhakika unapowekwa karibu na watu wanaomjua Mungu inaweza kukutoa max ama inaweza kukutoa weponi wa Bwana? Sababu gani? Tunapobadilishwa mawazo yetu, vinywa vyetu pia viweze kubadilishwa, mienendo yetu pia ikaweze kubadilishwa, njia zetu pia ziweze kubadilishwa, tuishi kulingana na neno, lakini si kujua neno. Maana kuna watu tuna quote scriptures, we can quote the entire Bible. Unaweza kuquote Biblia yote, lakini hizo quotes hazitakusaidia iwapo auishi kulingana na hilo neno. Hizo quotes, mpenzi mtazamaji, hazitakusaidia. Sasa ni vyema tuanze kulifuata neno na kuishi katika neno na kutenda neno ili tuweze kumpendeza Mungu, kwa sababu Mungu ndiyo neno na neno ndiyo Mungu. Kwa hivyo tunapoiga tabia ya neno, vile ninavyosema kwamba tuishi katika utakatifu na amani na watu wote, tunapoiga hiyo, kwa sababu andiko linasema Mungu ni upendo, basi inamaanisha tutakuwa tunaishi kulingana na mawazo ya kiungu, tutakuwa tunaishi kulingana na njia za Mungu. Lakini hapa lazima tujichunguze mioyo, lazima tujiangalie kwa undani kabisa. Ni mawazo gani ambayo Mungu ako nayo katika maisha yetu? Mungu anasema kwamba wakati hiyo tulikuwa na hasira kama watu wa dunia, kama watu wa mataifa. Manake tabia ya watoto wasio na uvumilivu huingiwa na hasira na ghadhabu, na mawazo ya dunia inatawala. Lakini Mungu anatuambia, anatuonya, tusiishi kama wao. Zamani hizo tulikuwa tunayafanya, lakini wakati ambapo tulimpokea Yesu, tukaitanishwa kwa jina lake, tukaingia katika sehemu ya utakatifu, basi lazima tuonekane watu ambao walibadilika, kwa sababu wakati neno lilipokuja ndani yako, maandiko nasema kwamba ya kale yamekwisha, mapya yameanza. Wakati maisha mapya yameanza, inamaanisha ni mtembeo mpya na Yesu, mtembeo mpya na Kristo, nia mpya, mawazo mapya, mienendo mipya, kwa sababu ni Roho Mtakatifu amechukua ushukani. He is at work. Kwa hivyo, wapenzi watazamaji, leo tuone mstari wa 4 unasema nini gani? Mstari wa 4 unasema kwamba lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema. So tunazungumzia rehema, wingi wa rehema za Bwana Mungu wetu. Na kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema, kwa nini anasema kwamba yeye ni mwingi wa rehema? Ni kwa sababu most of the time sisi kama wanadamu, maisha ambayo tunaishi kwa wakati mwingi ama majira mengi yanakuwa maisha ya dhambi. Na ukiangalia katika maandiko, wakati wa zamani mtu angelifanya makosa alikuwa anadhabiwa na Mungu hapo hapo, lakini neema ilipokuja, Mungu alipatiana nafasi kwa mwanadamu ili huyu mwanadamu akaweze kutubu na kurejea kwake, aweze kujua njia ya ufalme, aweze kujua mafunuo ya mbinguni. Na ndiyo maana tumepatiwa upya, ya kale yamekwisha, mapya yameanza. Yeye ni mwingi wa rehema. Hata tulipokuwa tunaishi katika dhambi, tulipokuwa tunafanya mambo mengi yasiyompendeza Mungu, Mungu alitupa nafasi nyingine ambapo tunaweza kupokea na neema ya kutubu na kurejeshwa mbele zake Mungu. Yeye ni mwingi wa rehema. Andiko linasema hivi, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tuliokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu,
alituisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Sasa mpenzi mtazamaji, anasema kwamba wakati ule tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu. Wakati ulipokuwa katika dhambi, haujamjua Mungu, ulikuwa mfu kwa sababu ya makosa na dhambi zako. Lakini sasa mpenzi mtazamaji, wakati tunasema tumekiri, tunaokoka, Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, lazima tuweze kusomeka vyema na watu kule nje, ili tuweze kuattract wakaweze kuingia katika sehemu ya wokovu. Lakini wapo tunaweza kusema tumeokoka na matendo yetu bado yako ya kale. Neno tunalijua, tuna quote scriptures yako ndani yetu, tunaweza kuquote ni Biblia yote, tunaweza kuzungumza mistari ya Biblia yote, lakini iwapo hatuishi kulingana na tabia za neno, basi inamaanisha sisi ni makaburi yaliyopakwa chokaa. Inaweza kuwa inatembea lakini hauna udhamana wote. Ndio andiko nasema kwamba lakini ndani mifupa mikavu, ni mifupa iliyooza, iliyoanuka, iliyo na harufu, kwa sababu sisi tabia zetu mbele za Mungu zinanuka kwa njia moja ama njia nyingine. Lakini hapa tunapata afueni, tunakumbushwa na Mungu yale ni makosa ambayo tuliishi kwayo pamoja, tuliishi kwayo, lakini sasa tumeanza mtembeo mpya pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema yake. Tuishi kulingana na neema ya Mungu. Tuishi kulingana na majira ambayo Mungu ametupa nafasi ya kutubu na kurudi kwake, kwa sababu yeye ni pendo. Mstari wa 5 unasema kwamba, mstari wa 6 inasema kwamba mstari wa 6 inasema kwamba atatufufua pamoja naye, atatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Basi hapa kuna afueni, kwa sababu tumemjua Yesu. Anasema tutafufuliwa na yeye na tutaketishwa pamoja naye katika paradiso yake. Tusiwe watu wa kujua neno na kusema kwamba imekwisha pale. Tunapaswa kuishi katika neno, tunapaswa kujifunza neno, tunapaswa kutimiza neno na tuenende katika neno. Hicho kitabu ambacho nimezungumza cha Mathayo 23:27 kinatufundisha tuweze kuelewa kukuwa Mafarisayo, ya kwamba walijua sheria sana, lakini hawakufuata Roho Mtakatifu, hawakumkaribisha Yesu, lakini walikuwa wanajua sheria sana. So sheria hizo unapozijua na ukose kuzitenda hazitakusaidia. So Yesu alikuja kuweka misingi ya Agano Jipya ili waweze kujua mienendo na njia ambazo wanapaswa kupitia. Lakini hawa wakawa wanaona kabisa ni mambo ambayo hayana msaada ama ni ya upumbavu. Lakini kumbe ilikuwa ni zawadi ambayo Mungu alituletea sisi mankind ambao tunaishi chini ya jua, ya kwamba tutakapoipokea tuweze kukuwa na sehemu ambayo tunaweza kukanyaga, tuweze kuwa na sehemu ambayo tunaweza kuenenda mahali ambapo panaweza kuitwa this is our special home that was built with our Lord Jesus Christ. Anasema kwamba Yesu alipofunuliwa kwetu, sisi tuliweza kujua siri na mpango ya Mungu kwa sababu ya kumfuata Yesu na kufuata maadili na njia zake. Sasa hapa tunataka tujifunze, wakati nasema kwamba ni unafiki. Unafiki katika neno la Mungu ni wale watu ambao they pretend to be well, ama wanajifanya kuwa wazuri kwa mtu, lakini kumbe hao watu ni wabaya. Unafiki ni kujua sheria za Mungu lakini kuishi kinyume nazo. Yaani unajua sheria za Mungu lakini unaishi kinyume na hizo sheria. Hiyo ndio kuwa mnafiki. Yaani when you appear before people you pretend to be holy, and yet behind the curtain what you are doing is not right or is not pleasing before God. So hapa inasema unafiki ni kuwa unafiki, yani kujipendekeza kwa watu, kujipendekeza kwa wanadamu, watujue zaidi ya vile ambavyo Mungu anatujua. Hiyo ni kuishi kulingana, ni kumjua Mungu ndio, lakini unaishi kinyume na Mungu, haufuati mienendo yake. Ni kukosa uhai, yani ile neno kufa ni kukosa uhai, na kukosa uhai ni kukariri maandiko, maandishi yaliyokufa bila kuwa na roho au upendo wa Mungu ndani yako. Kwa hivyo unaweza kukariri maandiko, Biblia yote unaweka ndani ya kichwa chako, lakini pasipo upendo, maana Mungu ni upendo, inamaanisha hauna uhai ndani yako. Sisi ndio maana tunasikia
unaweza kujua maandiko, lakini kwa sababu hauwezi kuyafuata, hayana udhamana ndani yako, ama haiko hai ndani yako, lakini unayajua. You quote the scripture, you speak the Bible, but if you don't act according to the Bible, then maandiko yanatuambia kwamba sisi tayari tumekwisha kufa kwa sababu ya unafiki tulio nayo. Hatuna Roho Mtakatifu na hatuna upendo. Kama hauna roho na hauna upendo, basi wewe ni mtu ambaye ulikufa. Alafu jambo lingine ambalo tunatazama kwamba ni kwamba ukosaji wa tabia. Ukosaji wa tabia ni onyo kwamba elimu ya maandiko bila matendo mema ni bure. Yaani kukuwa na tabia njema ni jambo la busara, lakini ukosaji wa tabia ni kukuwa na elimu ya maandiko lakini matendo yako ni bure. Matendo yako ni naweza kusema neno gani? Ni matendo ambayo yanaleta uchafu ama yanaleta machukizo machoni pa Bwana. Huyo ni mtu ambaye amekosa tabia na maadili mema katika roho. Lazima tuanze kutafuta maadili mema katika roho. Tuanze kutafuta tabia nzuri ambayo Mungu alituitia ili tuweze kuonyesha katika mataifa, tuwavutie ili wache katika sehemu ya ufalme wa Mungu. Na hivyo mpenzi mtazamaji, nataka usiku wa leo katika neno hili ujiambie kabisa, mimi sitakuwa tu mtu wa kusoma andiko nikariri maandiko lakini siwezi kuyafuata ama siwezi kuyafanya mapenzi ya yale maandiko, lakini nataka nikuwe mtu ambaye anasoma andiko na kufuata njia za Mungu na kutembea katika haki na kuwa mvumilivu katika amani moja na kuchukulia katika kila jambo ili niweze kumpendeza Mungu. Kwa hivyo Mungu anataka tuweze kurejea katika misingi ya neno lake, tufanywe hai ili tuweze kuilenga zawadi ambayo tulipatiwa ama tuliahidiwa ya uzima wa milele. Na pasipo upendo inaambiwa kabisa hauna uhai, maana hauna Mungu. Na mtu aliyekosa Mungu anamaanisha yuko katika hali ya kuangamia, yuko katika hali ya majuto kwa sababu amemkosa yule ambaye anapeana uhai. Kwa hivyo mtazamaji wangu, nataka nishukuru usiku wa leo kwa muda wako ambao umejitolea ili tuweze kuzungumza pamoja nawe usiku wa leo. Nashukuru sana kwa muda wako mzuri ambao Mungu amekusaidia, nami naamini kwamba kuna jambo ambalo umelipokea katika maisha yako litakuwa la msaada, litakuwa la busara na dhamana. Kwa hivyo jambo kwa hapa nataka tuangalie ni kwamba, nataka nikuhimize ni kwamba usikuwe tu mtu wa kukariri maandiko lakini hauyafanyi yale maandiko. Hiyo itakuwa ni kazi bure. Hayo utakuwa na tabia njema kiroho, utakuwa na tabia ambayo imeoza. So tujifunze kuishi kulingana na maandiko na maadili mema ili tuweze kumpendeza Mungu. Kwa hivyo nashukuru sana kwa muda wako ambao umejinyima kile ambacho ulikuwa unafanya ili tuweze kujumuika pamoja katika neno hili. Mungu wa amani akubariki na kuzidishie mema na akupe siri na ufunuo wake ili uweze kujua unapasa kuenda namna gani wakati unapongojea mtazamo wa kuingia katika maeneo matakatifu ambayo Mungu ametuahidia. Nataka niweze kuomba na wewe ambao unasikia kabisa unajua neno ndio kumjua Mungu, ama kujua neno sio kwenda mbinguni. Kufuata matendo ya ile neno ndio kumpendeza Mungu. Labda ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma kwa sababu ya tabia ambazo ama kwa sababu ya mambo ambayo yalikukumba, lakini Mungu ametupa nafasi nyingine ambayo tunaweza kurejea katika uwepo wake na kuweza kutambua kazi ambayo ameweka ndani ya maisha yetu ili tuweze kumwakilisha katika ulimwengu. Kwa hivyo nataka niombe pamoja nawe, wewe ambaye ulikuwa umebackslide, Mungu akurejesha, akupe amani na akupe uzima wa afya wa kiroho ili ukaweze kumtenda mema na kumpendeza katika jina la Yesu Kristo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa ajili ya mtazamaji huyu, na muombea usiku wa leo amani yako na neema yako iwe juu ya maisha yake. Bwana ukazidi kumbariki na kumuonekania katika pendo lako. Yote ya giza, yote ya kishetani, roho za magonjwa kuandama maisha yake, Bwana tabia za mwili kuandama maisha yake ili Bwana kutimiza kazi ya shetani, Baba nakataa hiyo katika jina la Yesu Kristo. Na muombea amani, ushindi na nguvu katika maisha yake. Bwana zingira njia zake na zitakaze katika pendo lako. Mipaka yote ya kishetani Yesu naivunja katika jina la Yesu Kristo. Namtakia ushindi, baraka na mema. Bwana usiku wa leo katika neno hili umetufunza ya kwamba tuwe watu wa tabia njema, ya kwamba tuwe watu walio hai kwa sababu ya Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu. Sifa na utukufu Baba zikakurudie wewe. Wabariki wanapopumzika usiku wa leo, wape maono Bwana, zungumza na mioyo yao, wazingire katika pendo lako sababu ni Bwana. Pokea sifa kwa yote ambayo unayatenda. Na ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana mwokozi wetu, niomba na kuamini. Amen. Mungu akuzingire, Mungu akujalie neema na upendo wake uzidi kuwa katika maisha yako mpaka tutakapokutana tena juma lijalo. Na kwa kawaida siku ya Jumapili tunakuwa na ibada na tunakuwa live. Mungu wa amani akubariki na kuzidishie mema. Shalom.